We are healthy in body and mind. We are healthy in body and mind. We are committed to our studies. We are committed to our studies. We are determined to succeed. We are determined to succeed. We are capable of doing anything. We are capable of doing anything. We are making a huge difference in our lives. We are making a huge difference in our lives. We are making a huge difference in others' lives. We are making a huge difference in others' lives. We are born with great talents. We are born with great talents. Ya Allah, Ya Allah, please help us please help and guide us. and guide us. Takbir! Mashaallah, mashaallah. Watu wa Mombasa Ferry wasikia hivi sasa. Mashaallah, mashaallah. Haya, mmoja mmoja asimame aje aeleze kila mstari ameufahamu vipi. Tutataka kujua sisi. Hapa tumesoma kwa Kiingereza. Nataka aje asimame atuelezee in Swahili. Haya, watu wajitokeze hapa. Watu wajitokeze sasa hapa ili tuweze kumaliza klasi yetu. Haya, mashaallah, mashaallah. Siku zote anza wewe mwanzo. Haya. Tuambie kati, simama hapa. Shika mic. Haya. Geuka, soma hapa alafu ugeuke. Ya kwanza inasema nini? Nasema mwisho. Nataka soma ya mwisho. Hebu ni ipi ya mwisho hapa? Okay, asema nataka tusome ya mwisho yeye. Tumpe nafasi pia, tusimwangushe. Haya, sema hapo ya mwisho asema nini? Soma kwa nguvu na wewe kama nilivyosoma mimi Ya Allah, Mwenyezi Mungu, please help us. Tafadhali tusaidie and guide us. Ufanyeje alafu? Na utuongoze. Jazakallah khair, jazakallah khair. Asante sana, asante sana. Haya, mwingine aje asimame ile mstari ya ujuao. Very good. Tayari. Ndio namna hii kabisa leo mpaka ishai hapa leo. We are born with great talents. Tumezaliwa na vipawa vikuu. Mashaallah, mashaallah. Takbiri sema wewe sasa. Takbir. Haya, tumezaliwa na vipaji, hatukuzaliwa kama mazombi sisi. Mazombi mnajua? Ni mtu hajitambui, hajijui, hatukuzaliwa hivyo. Haya, mwingine nani atakuja hapa sasa? Haya, bismillah. Ndio mchangamfu mkubwa leo. Haya, bismillah. We are healthy. Ni gani uko nayo? Hii hapa. Haya. We are healthy in body and mind. Tuko afya wa mwili na akili. Songea hivi. Sema tena, irudie. We are healthy in body and mind. Tuko na afya ya mwili na akili. Tumezaliwa hakuna mlemavu hapa. Mungu ametubariki sisi hapa. Tumezaliwa kama akili zetu ni nzuri na mwili wetu Mungu ameumba una function vizuri. Kwa hivyo huna sababu wewe ya kusema wewe masomo ufahamu. Leta takbiri wewe mwenyewe. Haya, bismillah, karibu. Ipi? We are making a huge difference in others' life. Tunatengeneza mabadiliko makubwa kwa maisha wengine. Takbir! Haya, ngoja nitakuja kwako na kuona umeinua. Usasimama wewe. Ushasimama katika hizo, acha tuwape mwingine nafasi. Haya. Sisi
hapa tunaleta mabadiliko makubwa katika maisha ya wengine. Nani atanipa mfano sisi hapa? Nani atatoa mfano? Haya, hapa tulipo amesoma, we are making a huge difference in others life. Katika maisha wengine sisi ni kuwa ni mfano, watu wanageuka kwa ajili yetu sisi. Pengine niwape faida basi. Bikijana mwezi jana mimi nilipokuwa hapa, Fatma anaambia klipu yetu hii ameipeleka mpaka kwa wazazi, mashangazi kule nyumbani. Asema wamegeuka fikira zao kwa sababu ile klipu ambayo wamesoma kwa ajili yenu nyinyi hapa. Nyinyi imekuwa sababu watu wanageuka kwa ajili yenu nyinyi. Kwa hivyo kila ukionyesha mfano mzuri, basi ujue kuna mtu ataisaidika kwa mfano kama wako wewe. Ulikosa wazazi, ulikosa baba, ukakosa mama, ukapata wafadhili wanawalea mahali pa baba na mama. Leo ukawa wewe mnyenyekevu hapa, ukaonesha mfano kuliko mtu yuko na babake na mamake. Watu wakafunzika, watu wakaelimika kwa ajili yenu nyinyi hapa. Kwa hivyo we are making a huge difference in others lives. Hivyo ndio maana yake sisi tutazungumzia hapa. Haya, nani mwingine? Karibu. Wewe ushasimama nani Katika hiyo ushasimama? Ushajibu moja basi tumpe mwenzako nafasi. Very good. Bismillah. Ni gani hapa utaeleza? We are determined to succeed. Tumeamua kufaulu. Thank you very much. Takbiri, pigeni huyo. Sasa hino new programming. Hino inaitwa nini? New programming. Wewe sasa wajirakibisha, wajiprogram upya katika maisha yako. Akili iliyokuambia wewe, mimi bongo langu maths alishiki, mimi akili yangu bongo langu ni zito, mimi niko kadhaa, mimi I have this weakness and that weakness. Leo tunazungumza kwa sauti moja, sisi tushaamua kufaulu sote kwa pamoja. Unaona iko zote ziko kwenye present tense, haziko kwenye kwa hali ya baadaye. In the future tutakuwa zote ziko kwenye present tense. We are determined to succeed. Hivi sasa zote ziko in the present tense. Kwa hivyo uamuzi huno isiwe ni kusoma tu hili peke yake. Uamuzi uwe uko ndani, mimi nishaamua kufaulu katika maisha yangu. Haya, nani mwingine atakuja tuambia? Wewe ushasimama tayari hapa. Karibu. Haya, shika speaker. We are making a huge difference in our life. Haya, tufasirie kwa huko kidogo. Tunatengeneza mabadiliko makubwa katika maisha yetu. Thank you very much. Umesema jina lako nani? Kwa jina naitwa Martha. Yes. Haya, Magda huyo ndio amaliza. Pigeni takbiri naye. Allahu Akbar. Haya, sasa asema katika new programming, katika kujigeuza, asema yule wa kwanza katika maisha ya wengine sisi tunafanya mabadiliko. Sasa huyo anasema katika maisha yetu tunaleta mabadiliko. Kila kitu ambacho wewe wakifikiria hakitakuwa, hutakiweza, ile fikira leo tumeondosha kabisa.
Hakuna kufikiria hivyo tena ndani ya maisha yako. Ujue you are born to succeed. Mwenyezi Mungu asema laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mmemuumba binadamu ana umbo bora kabisa. Kwa hivyo hatutaki muangusha Mwenyezi Mungu. Ametuambia ametuumba katika umbo bora, hatutaki kumwangusha Mwenyezi Mungu. Haya, kumebaki nini hapa? Awe ushapata nafasi eh? Haya, give it to others now. Haya, wewe sija kuona, ndo simama. Haya, sasa hapa ni gani atakatupa wewe? Thank you very much. Haya, geuka shikaika hivi, geuka simama kwa hapa. Soma tukisikia sisi. We are capable of doing anything. Haya, tufasirie jina lako ukutaja mwanzo. Mwanamkasi Rashid. Waitwa nani? Mwanamkasi Rashid. Haya. Tuko na uwezo wa kufanya kila kitu. Mashaallah. Takbir. Haya. Tuko na uweza wa kufanya kitu chochote. Haya. Nani aweza kasimama hapa tumsaidie? Ni uweza gani wewe waweza kufanya kila kitu? Nani atamsaidia hapa? You are capable of doing anything. Kile kitu umeamua mimi nitaka kukifanya, mimi nitakifanya hicho kitu. Ni kitu gani? Haya, nafasi hakuna mwingine, ndio nakupa wewe to tena. Haya, very good. Shika maiki zote. Kwa mfano unasema nina uwezo wa kusoma kwa bidii. Una uwezo wa kusoma kwa bidii? Ndio. Na katika bidii yako una uwezo wa kufikiria wapi? Kufikiria kwenda wapi? Katika bidii yako ya kusoma una uwezo wa kufikiria wewe, mimi naweza kufika mpaka mahali gani? Wewe kuna kazi gani umefikiria wataka kuja kufanya? Somo gani ambalo unalipenda, ambalo karia yako wataka kuwa nani wewe? Mimi nikiwa mkubwa nataka ni children officer. Mashaallah. Takbir. Allah. Mashaallah. Sasa unaona ana uweza yeye wa kutaka kuwa pale ambapo ashamua atakakuwa, Mungu atamfanya afike pale. Insha Allah. Hizo zote ni nguvu za Mungu. Ametuumba na nguvu, ametuumba na juhudi. Kwa hivyo ni wewe ndio utamwangusha your creator. Mwenyezi Mungu wewe ndio utamwangusha. Alikupa uweza wa kufanya kila kitu, wewe ukamwangusha. Kwa hivyo kuna mstari hapa bado haujasoma huo. Nani atakuja usoma? Haya, hakuna mwingine hapa. Ndio nikupe nafasi tena. We are committed to our studies. Tunajitolea kwa masomo yetu. Iwe vipi? Alafu ukijitolea matokeo yawe nini? Tutakuja kufaulu mbeleni. Sawa kabisa. Takbir. Haya, ushaona? We are committed to our studies. Tushajitolea muhanga. Tunataka kufaulu katika masomo yetu. Tushalisafisha bongo. Mambo ya zamani tumeyatupa, mambo ya future hayatutii tena dhiki. Tumekuja katika new programming. Katika new programming tumeamua sisi kwa kuwa sasa tumeamua kufaulu. Hivi ndio tunataka sote tuwe katika hino namna. Na kitu kimoja mimi nitakuja nifuatilie progress tangu tujue hino new affirmations, tujue. Nitakuwa nikimfuatilia Fatima, mimi nimuulize mumefika kiwango gani
mumejitolea kiwango gani? Wale ambao walikuwa wako relaxed, wanacheza, hawajajua kama amebeba kitu gani cha thamani kubwa ambayo ni mind yake yaweze kufanya lile atakaloamua atalifanya. Kwa hivyo tutakuja tujifuatilie klasi zenu, walimu wenu, performance yenu imegeuka kiwango gani kwa hino affirmation hii. Kwa hivyo hino sikutamka peke yake, nilitaja kitu jana nikasema kuna the law of the soil. Haya, ainuke mtu ajianambie what is the law of the soil. Hino ardhi ina sharia zake. Nani atakuja niambia sharia za hino ardhi ni kitu gani? Haya, tumalize hino alafu pengine tufunge klasi yetu. Haya, ndo nielezee the law of the soil. Ni masharti ya michanga. Kwa mfano vile kama unataka kupanda, unang'oa kwanza magugu. Sema kwa kuweka karibu tusikie. Unang'oa kwanza magugu hapo shambani, ambuni yale unang'oa kwanza alafu ndio upande. Very good. Alafu ukishang'oa magugu utakuwa umetoa magugu, tusaidiane mimi na wewe upate kulima. Ukisha kulima upande, ukipanda mti watakatiwa spray, utiwe dawa mti, halafu umekuwa kidogo umemea manyasi, utoe manyasi. Hakuna kuwapata embe bure, nothing is for free, hakuna kitu bure. Na elimu ni vile vile, ulazima ufuate the law of the soil. Law of the soil, asante sana, asante sana. Law of the soil ni kuwa kitu kile wewe wataka, lazima wewe ushughulike nacho, usumbuke katika masomo, wastadi. Hakuna wewe kuja kufuatiliwa, wewe bona leo sija kuona bona buku uchiki buku ukasoma. Kwa hivyo utakapokuwa katika hali hii, hata Fatma mtampunguza kazi yake pia, atakuwa hana haja kutembea na viksi saa yote, nyinyi mwamumisha kitwa, itakuwa hana haja viksi tupe sasa Fatma, hakuna tena inshallah. From today hakuna kutembea na panadoli na viksi, watu sasa washaona njia kabisa. Kwa hivyo klasi yetu leo imekuwa very live, na nashukuru sana leo kwa na nyinyi, na inshallah vile mulikuja mkajibu maswali hapa, next time nikija nikitoa class, kwa mfano tumesoma Jumamosi, siku ya pili yake tutakuwa kama hivi ambavyo tumekaa leo. Ukisimama ukija ukieleza umefahamu nini katika previous class, tutakupa bahasha yako sasa wewe. Sasa wewe tena ikiwa watakafanyia nini, watakafanyia hiyo, utakuwa sasa ni kuwapa moyo, ambapo wale watakaoona sisi maendeleo yetu, utakuja na wengine wakitupa moyo. Mungu awabariki, Mungu ajalie klasi yetu iwe tumesikia haki na kufuata. Mungu ajalie mfadhili wetu, ampe afya nzuri, Mungu ampe umri mrefu, Mungu amuondoshe kila mazito katika maisha yake. Na nyinyi Mwenyezi Mungu ajalie nyinyi na mwalimu wenu Fatma awape fahma nabiyina wa hifdha almursalin wa ilhama almalaikata almugharrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sasa Fatma, hawa umesikia maoni yao, wasema tafutia kijirumu chochote hata kama ni kimoja, wasema hapa nije nikikaa mwezi nikilala hapa, mtamshika mumkere, basi yeye mumwambie hivyo. Fatma, anything you want? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hamjambo? Marahaba. Hiyo energy ndio nataka kuisikia kila siku, kuiona kila siku, na si eti mwapiga fujo tu hapa, hata pia shule mwende na hiyo energy. Kuna wengi wako hapa wakienda shule waenda kulala, hawasomi, tupigana kila siku. Mama Mary atawafanya fujo, nendeni preps, mfanye hivi, mfanye vile. Sitoi aibu. Nasema tu ile ukweli, si ndio? Mimi ni ile mtu wa kusema ukweli. I just hope Babu Ali hakuja hapa siku mbili kukausha kwa peke yake. Ingie kwa akili yenu, mtafanya kazi rahisi kila mtu hapa. Si kila siku kina mama wainuke wakiwapiga fujo, inukeni mwende mkaswali, inukeni mwende mkafanya hivi. Nyinyi si ni watoto wazuri? Leo mumenifurahisha sana, mumesoma hapa, mkaparticipate. Wageni mtawasikia sasa kila siku. Ametupatia faida nyingi sana, na si nyinyi peke yake, hata mimi pia nimelearn a lot, na nitaitumia mafunzo yake katika maisha yangu, kwa sababu mimi nataka kujijenga pia, si kukaa hapa kila siku na nyinyi. Kwa hivyo tumieni hizi funzo vizuri sana, na ni vitu ambazo kila siku tunaongea, si ndio? Ama ni uongo? Lakini I hope vile leo zimetoka kwa Abu Ali mtayatia maanani zaidi, manake maono wa Aunty Fatma mwandazimu kidogo. Mtasikia. So mimi yangu ni kumshukuru Babu Ali tena sana kwa kurudi hapa tena leo, na inshallah atakuja tena zaidi na zaidi, na kila siku atatuletea mafunzo mengi sana. Mimi, nyinyi, kila mtu hapa aliyoko hapa, kina mama, I hope mumelearn pia mambo mengi sana hapa, na inshallah haya hizi faida alizozitoa hapa si kwetu peke yake, ni watu wengi sana huko nje wanaangalia. Na kila nikiwaambia ile clip yenu ya last time, wengine hawajui clip nini. Clip ni ile video ilikuwa recorded last time. Watu wengi sana wamefaidika nao huko nje, mpaka nyanyangu mwenyewe ananiambia, nimesikia, nilikuwa na dhiki, nimezibeba nikayawacha pale pale. Sasa imagine yeye mtu mzima, alafu na nyinyi watoto wadogo. Kwa hivyo please make use of mafunzo haya mlofundishwa leo, last time, na inshallah nyingi zitakazokuja huko mbeleni. Mmesikia? Sasa hii alhamdulillah kazi yangu itakuwa rahisi. Nitawauliza wao, alafu wao watanijibu. Mimi nawauliza jambo moja. Ikiwa tunakuja hapa, ukumbuke kuna mahali kwengine tuliwacha sisi, tukaja hapa vile anavyozungumza Fatma, tukaja tukaisikia, tukaitikia mwito wenu. Sasa ikiwa kwa mfano haya ambayo tutasomesha you don't implement, nyinyi mwanipa ruhusa mimi nende kwengine? Mmenifahamu vipi? Kama haya ambayo sisi tutasomesha, nikija nikimsikia Fatma niseme hamuyafuati, hamumsikizi, neno moja mwambiwa mara tatu, mwanipa ruhusa mimi nikaenda skuli nyingine? Kwa nini hamunipi ruhusa? Kwa sababu kama hamunipi ruhusa, ina maana yote ambayo tumesomesha sisi mtakuwa nyinyi mkiyafuata. Hiyo ndio ruhusa ambayo mimi itanifanya kila grupu yetu kila mara tuwe tunakuja hapa. Kwa hivyo haya ambayo wanayozungumza, we want to see a difference. This is a totally a new programming ambayo mimi nimewafidi nyinyi. Kwa hivyo yeye hatapata tabu, nyinyi hamtapata tabu. Mimi nikija sisomeshi lile la nyuma, nitakuwa nasomesha mambo mapya. Asante. Na kuna kitu moja ilitajwa hapa, na ni kitu kila siku mimi napigana na nyinyi about. Moja vizuri sana about ile neno sorry ama auntie nisamehe. Pale ulikuwa watu wa mfano wakawa wananiangalia, maana wajua vizuri sana mimi nasema nini. Hii it's very easy kuongea, si ndio? Lakini tutajuaje nyinyi mmebadilika?
vitendo vyenu, na katika hayo vitendo vyenu pia tutajua kwamba yale masomo Babu Ali ametufundisha tumeyasikia na tumeyashika na tunayafanya, si ndio? Katika zile vitendo vyenu. Sasa tutakuona vitendo vyenu vikibadilika, na vikibadilika hamujiendelezi nyinyi peke yake, alwalidain nzima itasonga mbele, alafu tutawa move boys. No, yani tutapeleka kule kwa boys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا شاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kwa hakika tumepata furaha kubwa kuja tena kujumuika na nyinyi. Tumepata excitement sisi kwetu kuja tukajitahidi iwe itakavyokuwa, lakini insha Allah bihaulillah tuwe pamoja kupata kujumuika na nyinyi. Yalosemwa ni mengi tangu jana na leo. Hii ilmu tuliyopata ni kama kisima. Hichi kisima hakiishi. Alhamdulillah tumepata faida, sio nyinyi peke yenu, hata sisi wale ambao tuko naye mzee, basi alhamdulillah ni ilmu ambayo haina kikomo, yani ikafika siku fulani ikaishi hapo. Alhamdulillah tumekaa tumeona vile mko na ijtihadi yenu kubwa, na katika jamii kupata akiongoka mtu mmoja tu ni kama imeongoka jamii nzima. Alhamdulillah, jana katika mifano, katika yale majina ambayo tulikuwa tukipata kuyasikia, ilikuwa ni katika yale majina matukufu kina Maryam, kina Asia. Apata kutuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kamula minar rijali kathirun, katika wanaume huko ambako wamepata kupita ni wengi waliokamilika, wengi walikuwa ni wale perfect beings, kina Sayyidina Abu Bakar, kina Umar. Lakini asema katika wanawake ni wachache, katika wanawake hawakukamilika isipokuwa ni wachache, ni 4 peke yake. Nitatoa changamoto hapa. Nyinyi hapa katika yale majina ambayo nilisikia hapa wako katika nini? Asema katika wale wanawake waliopata kukamilika, atakanisaidia nani hapo? Amtaje mmoja mmoja, ni 4 tu. Bismillah. Wa kwanza sisikii. Fatma, mashallah, hapa wako wengi, mpaka yule katika kiongozi wenu pia ni Fatima. Mamjua Fatima nani, sio? Nani Fatima? Si huyu. Kuna yule Fatima aliitwa Fatima mpaka kina Fatima wa sasa wakaja wakampata wakachukua hilo jina. Nani Fatima? Atakanisaidia nani hapo? Mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni katika wale waliokamilika. Asema Mtume katika wale waliokamilika katika wanawake, basi huyu mmoja wao. Wa pili, hiyo nitaiacha kama changamoto hapa, lakini
kutoa kama tip, wako hapa hapa, yale majina niliyoyasikia jana. Asia, mashallah. Asia nani huyu? Sawa, lakini yule nani Asia mwenyewe? Hao ni wale katika waliokamilika. Mimi kutoa example kama hii ni sisi pia, nyinyi kama wanawake wa hii jamii hamujaachwa nyuma, mko na fani kubwa sana kupeleka huko nje katika society, kama mengi hapa ambayo imepata kuelezwa. Tukaambiwa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahun, tujifananishe na wale waliowema. Katika kule kujifananisha kwetu tu basi, hapo kuna mtu akijifananisha akiwa na ile nia iliyozungumzwa hapo ndo kuna kufaulu. Kutoa nukta moja tu yaliyosemwa hapa, katika yale mengi, kuishi katika present moment ni lesson kubwa sana. Kwa wewe utaishi uko hadhir, uko mahali hapo ulipo, ukawa focus yako ni hapo, yale yaliyopita nyuma ukayawacha nyuma, na yale yatakayokuja mbele ikawa ndio azma yako, lakini huko funzo kubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi amwambia mwanadamu, ya ibn Adam, amwambia ya ibn Adam, la tasalni rizqa ghad, la tasalni rizqa ghad kama lam atlub minka amala ghad. Ewe mwanadamu, mimi nimekuumba nikakufanya hivyo ulivyokuwa katika wale watukufu ni wewe, basi usiniombe riziki ya kesho, usiniombe riziki ya kesho kama vile mimi sikuombe amali ya kesho vile vile. Haya yamelingana kabisa na yale tangu jana ilikuwa tukipata kuyasikia. Sina mengi, inshallah tutakuwa tukipata kuja na kuwatembelea inshallah. Yule alianzisha center kama hii, Mwenyezi Mungu atamjazi, Mwenyezi Mungu amfungulie. Hakukosea Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ana wahamilul yatama kahataini fil janna, yule atakayembeba yatima mmoja akaonesha vidole vyake viwili, basi mimi na yeye itakuwa ni kama hivi ikifika siku ya kesho katika pepo inshallah. Na yeye Mwenyezi Mungu amjalie apate daraja kama hiyo inshallah. Nitakomea hapa inshallah, tutazidi tena kupata kuja kwenu na kujumuika. Ni furaha kubwa, na inshallah tutapata kuona nini mabadiliko ya hapa na hizo siku zijazo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa wakati hatuna isipokuwa na mpisha mwenzangu, mtoto wangu Abu Shirem aje atuombee Mungu ili tuweze kufunga klasi yetu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nilivyomwambia babu tulivyokuwa tumekaa, ili nisipate kuyaharibu yote yale mazuri ambayo aliyazungumza yeye, na alhamdulillah mwisho kijana wetu Luqman akaja akayakamilisha, basi mimi sitozungumza lolote isipokuwa tu nitatoa shukurani. Jambo la kwanza kwa muassis wa markazi hii na kwa wale ambao wanaosimamia na kuendesha programu zote katika markazi hii, na kwa nyinyi wanafunzi ambao ndio mliosababisha markazi kama hii ijengwe. Na pia nikirudi kwa Babu Ali mzee wetu ambaye alhamdulillah kama mlivyomsikia ni faida nyingi ambazo amewapatia. Kwa hivyo tuwashukuru
na tuwaombea Mungu, Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awahifadhi, Mwenyezi Mungu awajalie wawe na msimamo huu wa kusaidia jamii, kwa sababu akiwasaidia nyinyi vijana ndio kusaidia jamii. Jambo la mwisho ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min adhabika nastajir aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Nani ataka kuja kuzungumza? Siku ile mliwacha wawili tu, nani Ibrahim aitwa nani? Mwanaisha. Leo ulikuwa changamoto kubwa last time, mashaallah. Leo usigiona raha kama hukusimama wewe pia. Haya, nani mwingine atasimama? Babu, tunasema asante kwa kututembelea. Tunakukaribisha pia siku nyingine uje ukatutembelee, utuambie zaidi ya haya ambayo leo umetufunza. Tunakuombea Mwenyezi Mungu akuzidi kukulinda huko uendako hadi siku ambayo utakapokuja tena kuja kutufunza mambo makubwa zaidi haya leo. Jazakallah. Hebu waulize leo tufunge kikao chetu. Mko tayari kuwauliza? Waulize yote tuliosoma kuyafuata, waulize hebu. Naulize. Haya. Asha Ibrahim, Asha. Mwanaisha. Mwanaisha ndio aliuliza watu last time huyu. Haya, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwashukuru wageni wetu waliokuja kututembelea na pia wametufunza mengi, na hata mimi pia wamenifunza mengi kuanzia tangu ile siku alipokuja. Maisha yangu sasa naona yamebadilika na mabadiliko makubwa, na pia nitafanya bidii yote ambayo yameongelewa nitashika na nitayafuata. Na tumshukuru babu pia, uendelee kuja kila mara, uendelee kuja, na pia usije peke yako, uambie marafiki zako huko nje waje kututembelea. Twashukuru. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakallah khair, jazakallah khair. Takbir. Yeye asema mimi nije na watu wangu wazidi. Leo mmekuja na family nzima leo hapa. Mtataka basi mkitoka hapa mpige picha, tuache kumbukumbu hapa, muwe nao pamoja, Fatma pamoja, mujengi tuzidi kuwajenga jamii yetu insha Allah. Haya, jazakumullah khair, jazakumullah khair.